Ndugu zangu wa Tanzania, leo ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametunusuru uhai. Kumekuwa na mjadala mkubwa sana juu ya ujenzi wa hospitali mpya ya Muhimbili, hospitali ya taifa, Muhimbili National Hospital, ibomolewe na ijengwe upya kwa pesa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 bilioni 900 na kitu. Ni ufadhili, ni mkopo kutoka kwa wahisani kutoka nchi ya mbali huko, ambao sasa Korea, ambao wa Korea ni Korea wanataka kutujengea hospitali yetu, lakini wao wanasema kwamba wakisha jenga wanatupa mkopo huo wa shilingi bilioni 900 na kitu, ila kwa masharti kwamba wao ndio wanatakiwa wajenge hiyo hospitali, wao ndio watakaosimamia ujenzi wa hiyo hospitali. Kwanza tu kuanzia hapo, masharti ya namna hiyo ni masharti ya kitumwa. Ni masharti ya kitumwa kwamba wanatupa mkopo, halafu wao mkopo unatakiwa ujenga hospitali moja tu ya Muhimbili. Hamtakiwi kutumia hiyo pesa kujenga hospitali nyingine, Muhimbili tu. Lengo lake ni nini? Kuna kitu fulani ambacho kimejificha, sisi hatukijui wa Tanzania. Kipo kitu ambacho hatukijui sisi wa Tanzania. Wanatupa pesa kwa masharti kwamba hizo pesa watasimamia wao ujenzi. Kuna kitu ambacho hakiko sawa. Halafu sasa shabaha ya kujenga hiyo Muhimbili ni nini? Kwanza ni kubadilisha miundombinu ya hospitali na kuwa ya kisasa zaidi, ya kujenga gorofa kuanzia gorofa 11 mpaka gorofa 15. Hiyo ni shabaha. Shabaha ya pili, kuongeza idadi ya vitanda, kwamba idadi ya vitanda, kwa maana kwamba viwepo watu wawe na vipanuliwe vitanda mpaka 1737 ifikapo 2030. Lakini vile vile ni kufunga vifaa vya kisasa na mifumo ya kidijitali. Hii ndio shabaha. Yaani tunatengeneza kwa shabaha ya kwamba ili kusudi hospitali iwe ya kisasa, ili kusudi kuongeza watu vitanda zaidi ya 1737 wananchi wao wanalazwa pale, na ili kusudi vifaa vya kisasa viweze kufungwa. Maswali ya kujiuliza sasa, kwa mujibu wa taarifa ya serikali, tuna upungufu wa madaktari na wahudumu wa afya 65%. Tuna upungufu wa madaktari na wahudumu wa afya 65%. Pale Muhimbili, ukienda pale Muhimbili National Hospital, kuna upungufu wa madaktari bingwa 60 ngapi, nyingi pale Muhimbili. Na tuna upungufu wa watu ambao ni specialist wa mambo waliosomea mambo ya biomedical engineering. Wapo wengi sana. Tuna upungufu mkubwa sana katika hospitali zetu katika nchi hii. Sasa kama tuna upungufu wa 65% ya madaktari ndani ya nchi hii na wahudumu wa afya ndani ya nchi hii, ni kitu gani ambacho kimetusababisha sisi, nyinyi viongozi, ni kitu gani kilichowasababisha mfikirie kuibomoa na kuijenga Muhimbili? Kwa sababu kuibomoa tayari ni gharama. Cha kwanza kitendo tu cha kuibomoa ni gharama, na kitendo cha kujenga ni gharama nyingine. Je, ni kitu gani hasa ambacho kimewapelekea ninyi viongozi kuona kwamba hili ndio hitaji la Watanzania maskini katika nchi hii? Nchi hii ni nchi maskini. Tunaona congestion kubwa pale Muhimbili kwa sababu miundombinu ya katika hospitali za mikoa na hospitali za wilaya na hospitali za kikanda
haijawezeshwa vya kutosha. Sasa wewe hivi una akili sawasawa? Yaani unaacha kudili kutatua tatizo, yaani chanzo cha tatizo, unaenda kutatua matokeo ya tatizo. Hivi kweli hawa viongozi wanalitakia mema taifa hili? Taifa hili ni taifa ambalo lina tatizo, ni maskini, wananchi wake wana matatizo wana ukosefu hata wa pesa. Wakienda hospitalini, kama huna pesa huwezi ukapewa huduma. Lakini hapa tunatengeneza pesa tena tukaziteketeze pesa pale. Maana yake naona kama ni uteketezaji wa pesa za Watanzania maskini kwa sababu ya maslahi binafsi, kwa sababu sehemu ya ujenzi ni sehemu pekee ambao viongozi wanapiga dili, na inawezekana hili ni dili la viongozi wamelisuka ili kusudi wapige pesa, kwa sababu haingii akilini. Una hospitali mfano katika jiji la Mwanza, hospitali ya mkoa ya Mwanza inaitwa Sekotule ya katika jiji la Mwanza. Ukienda pale huduma zake ni mbaya, ni mbovu kabisa. Kwa nini tusiwezeshe hospitali za mkoa katika mikoa yetu katika nchi hii, halafu tukawezesha na hospitali za kikanda? Mfano kama hospitali ya kanda katika kanda ya Ziwa iko Chato. Kwa nini tusiwekeze hilo hospitali ya kanda? Kwa sababu hospitali ya kanda ukiwezeshwa vifaa, maana yake hauta experience movement ya watu kutoka katika mikoa ile kuja Dar es Salaam, kuja katika Muhimbili hospitali. Utakuwa umekata idadi kubwa sana ya Watanzania kuja Dar es Salaam kwenye hospitali ya Muhimbili, kwa sababu ukiwekeza kule, weka vifaa vya kisasa kule. Ukiweka vifaa vya kisasa, watu wanaotoka Geita, wanaotoka katika mikoa yote ile ya kanda ya Ziwa ambao ni Shinyanga, Mwanza, Tabora ile na Bukoba ile ambayo ni Kagera, ambayo ni Mara, Simiyu, hii mikoa yote wananchi wake hawatakuja Dar es Salaam, badala yake wataenda pale Geita, pale Chato, hospitali ya kanda. Maana yake utakuwa umezuia watu kuja kutoka kanda ya Ziwa kuja Dar es Salaam katika hospitali ya Muhimbili, kwa sababu maana yake ni kwamba umewekeza zaidi katika hospitali ya kanda na uwekeza zaidi ya hospitali za mikoa na wilaya. Kuna magonjwa mengine huhitaji watu kuja hospitali ya Dar es Salaam na nili pale Muhimbili. Unakuja kufanya nini? Kwa mfano kama magonjwa kama figo kufanywa dialysis, serikali hii ilinunua pesa za dialysis machine katika kila wilaya, katika kila mikoa, lakini hizi dialysis machine hazijafungwa, na ndio maana kunakuwa na movement kubwa kutoka mikoani watu kuja Dar es Salaam kufanywa dialysis. Huoni kwamba hili ni tatizo dogo sana ambalo limetakiwa kuwezesha maeneo yale vifaa vikafungwa, vifaa vya kisasa, ili wananchi wanatibiwa, wanapata huduma katika maeneo yale, na kuinua na kutengeneza, kwa empower hawa madaktari wetu wawe mabingwa wababevu katika magonjwa mbalimbali. Leo tuna tatizo la mfano kama la figo, tuna tatizo la figo na tatizo la moyo pale Muhimbili Dar es Salaam. Yani kuna vifaa vipo vya kufanywa hizo operation za kibingwa zinafanyika pale Dar es Salaam katika hospitali ya Muhimbili. Kwa lugha nyingine, tungekuwa na viongozi wanaofikiri kuhusu Tanzania, tunge decentralize hizi huduma zinazotolewa pale katika hospitali ya Muhimbili, zikawa decentralized kwenye hospitali za kanda. Maana yake tukaweka madaktari bingwa katika hospitali zetu za kanda, tukaweka madaktari bingwa katika hospitali zetu za mikoa, ili kusudi wananchi wasio wanatoka katika hospitali zile waende Dar es Salaam, kwa sababu wanatoka kule kwa sababu madaktari kule hakuna upungufu mkubwa wa madaktari bingwa, na ndio maana wanatoka katika ile mikoa wanakuja Dar es Salaam hospitali ya Muhimbili. Hivi tungekuwa na viongozi wenye kuona mbali, viongozi ambao hawafikiri kupiga dili, pesa zile zingetumika kwa ajili ya kuboresha miundombinu katika hospitali za mikoa na katika hospitali za kanda,
ili kuzuia watu kutoka kule kuja kufuata huduma Dar es Salaam. Kwanza ni gharama kubwa kutoka mtu anatoka Mwanza kuja kufuata huduma Dar es Salaam Muhimbili, kwa sababu unakuta mtu hana ndugu, hana nani, maana yake gharama zake zinakuwa kubwa. Lakini ukiwezesha katika hospitali hizi za mikoa, maana yake magonjwa mengine yatakuwa yanatatuliwa kule kule. Lakini hili haliwezekani kwa sababu ni dili za viongozi, na hawa wabunge wameshindwa kulizuia hili jambo kwa sababu wanaogopa aliyewasilisha hoja hii ni mke wa rais, kwamba wataonekana na rais wanampinga rais. Mkiwa hivyo, maana yake nyinyi mtakuwa sio wabunge tena, mtakuwa ni mandindindi tu, sawa sawa na mandindindi tu. Nazungumza ukweli, kwa sababu haiwezekani mnashinda kusimama kwa ajili ya kutetea mambo kama haya, kwa sababu hapa hizo trilioni 1.3 ni pesa nyingi sana. Alafu kwa nini tumeshindwa kutumia pesa hizi kwa ajili ya kuwekeza? Kama mtu huyu anakupa masharti ya kwamba lazima ajenge pale Muhimbili, mwambieni huyo mtu aondoke na pesa zake. Hatuhitaji sisi pesa za masharti ya namna hiyo. Yaani hawezekani mtu unatupa pesa halafu unatupangia masharti. Hii ni dharau kubwa. Halafu hizo trilioni 1, kwani sisi hatuna? Bilioni 900 sisi hatuna? Sisi bilioni 900 sisi Tanzania hatuna hizo bilioni 900? Mnataka mpaka mpige magoti kwa wananchi, kwa wanani, kwa wazungu, kwamba tupige magoti kwa wale wa Korea, wakati bilioni 900 sisi tunazo? Ni pesa ngapi zinafujwa na watumishi wa umma? Ripoti ya CAG hapa inazungumza matrilioni ya shilingi yamefujwa na Watanzania na watumishi wa umma na viongozi na watumishi wa umma, lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa kwa hawa wanaofuja pesa. Tunashinda kuzikusanya hizi pesa, tunaanza kupiga magoti kwa shilingi, tunaondoa heshima yetu kwa shilingi bilioni 900. What is the bilioni 900 by the way? Vis-a-vis na pesa zinazopotea katika nchi hii. Pesa ngapi zinapotea katika nchi hii? Tunashindwa sisi kutumia shilingi bilioni 900 ukapewa masharti mpaka wajenge pale Muhimbili. Nyinyi viongozi vipi nyinyi? Hata kama mmetupumbaza, hata kama mmetudharau, sio kwa namna hii. Hii ni dharau kubwa sana kwa wananchi wa Tanzania. Kwa sababu hii ni dili ya viongozi tu. Wanataka kupiga dili ili kusudi wakamue pesa. Atakayerudisha hizi pesa ni mwananchi, wewe Mtanzania unayesikiliza wewe. Amka wewe Mtanzania. Pesa hizi zinafujwa na kundi dogo la watu. Hizi pesa zitaishia kwenye mikono ya watu. Yaani wale watu sisi watuletee masharti ya kutujengea. John Pombe Magufuli wakati akiwa waziri wa ujenzi, kuna watu walituletea kutujengea barabara kwamba lazima wao wasimamie barabara. John Pombe Magufuli alikataa, akamwambia kama ni masharti namna hiyo, ondokeni na pesa zenu. Hamuwezi mkatuletea masharti sisi. Pesa mnatupa, ndio mnatukopesha, kwa sababu tutazilipa sisi. Lazima tuwe na uwezo wa kuzisimamia hizi pesa. Tunatudharau sana sisi wa Tanzania. Nyinyi wa viongozi nyinyi, sisi wa Tanzania tumewakosea nini? Kwa sababu hizi nini nawaambia ni wa Tanzania, pesa hizi utazilipa wewe na mimi Mtanzania, utakamuliwa kodi, sio bure. Na isitoshe inawezekana kuna 10% za hao viongozi wameshakula. Ndio maana wanatumia nguvu kubwa sana kushinikiza hili jambo lifanyike. Ninawaomba wa Tanzania tuandae hoja nzito kukataa huu mradi. Ni upigaji. Huu ni upigaji wa viongozi, na waambieni ukweli. Haiwezekani. Halafu huyu waziri wa afya amekuwa ni mtu wa ovyo sana. Juzi kati hapa Dudubaya alizungumzia kwamba pale Muhimbili zile MRI, ile kipimo cha MRI ni kwamba ni cha kizamani. Akamvaa, akamwambia bwana hujui, eti hajui, anataka kumshughulikia Dudubaya. Juzi mbunge wa Gairo amezungumza wazi mbele ya bunge kwamba kuna vifaa
vinaletwa, serikali inapokea vifaa feki na madawa feki. Yeye amefanya utafiti, dawa feki zinaletwa ndani ya nchi hii na mnazipokea nyinyi, halafu unasema kwamba eti serikali hainunui vitu feki. Are you serious wewe? Mbona mnatudharau sisi wa Tanzania? Halafu nyinyi wa Tanzania, kwa nini tunakubali kudharauliwa na kundi dogo tu la namna hii? Pesa zinaliwa hizi. Wewe Mtanzania utakatwa kodi. Sasa hivi maisha ya Watanzania magumu balaa, lakini bado tunaendelea tena. Sasa hivi Tanzania tunadaiwa zaidi ya trilioni 120. Leo tunadaiwa zaidi ya shilingi trilioni 120. Tunataka tuongezewe tena karibia trilioni 1. Mbona mnatudharau sana nyinyi? Mbona sisi wa Tanzania kama vile tunadharauliwa, tunafanya kama mazezeta hivi mandindindi, hatuwezi kufanya kazi, hatuwezi kufanya jambo lolote. Nyinyi viongozi kama mmeshindwa kazi ya kuleta maendeleo kwa wananchi, na kama mmeshindwa kazi ya uongozi katika nchi, achieni madaraka, tuje wapo watu wanaoweza kufanya kazi ya kuisaidia taifa hili na kuifanya taifa kusonga mbele. Haiwezekani pesa zinafujwa tu na kundi dogo la watu. Hapana. Hapa ni upigaji, tena ni upigaji mkubwa sana. Tuna matatizo, mfano kama kuna hizi CT scan. Tuna CT scan, MRI mashine, dialysis mashine, ni tatizo kubwa. Vinakufa, vinaharibika hivi vifaa na havitengenezwi kwa wakati. Ndio maana vinasababisha msongamano wa watu kutoka mikoa mbalimbali kuja katika jiji la Dar es Salaam. Hivi nikwambieni, gharama ya kununua MRI ni shilingi ngapi? Haifiki hata milioni 4, bilioni 4. Hivi sisi tunakosa bilioni 4 kununua MRI. Tukazisambaza nchi nzima. Tunashindwa kununua CT scan, tukasambaza nchi nzima katika kila mikoa. Kwa nini iwe lazimike mpaka mtu atoke mikoani aje katika Muhimbili National Hospital? Kwa nini ifanyike hivyo? Ni kwa sababu hatuna watumishi. Tungekuwa na viongozi wenye akili, viongozi wazalendo, tungeanza kuwekeza zaidi kwa watumishi, kwa madaktari. Tuwe na madaktari bingwa. Tuwe na madaktari bingwa wa kutosha katika nchi. Kwa mfano, madaktari tu bingwa wanaohusu mambo ya neuroscience, mambo ya mishipa ya fahamu, hawafiki hata 5 katika nchi nzima. Hawafiki 5 nchi nzima. Kwa mujibu wa takwimu, hawafiki 5 watu waliosomea ambao ni professional, madaktari bingwa wa mishipa ya fahamu. Hawafiki 5 Tanzania nzima. Kwa nini tusiwekeze nguvu kutengeneza, kuzalisha madaktari bingwa, watu wa mishipa na watu wa mambo waliosomea mambo ya biometric engineering, tukawawezesha nguvu kubwa, tukanunua vifaa wakaviendesha. Pale Muhimbili sasa hivi kuna operation za moyo, watu wanafanyia operation ya moyo kisasa kabisa. Kwa nini hizo huduma zisiwe decentralized kwenye hospitali za wilaya na hospitali za kanda? Badala yake nyinyi mnafikiria tu kujenga, tubomoe kwa sababu nimepewa 10% nyinyi viongozi. Tanzania, amkeni nyinyi. Amkeni nyinyi wa Tanzania. Nchi inaporwa hii, nchi inabagazwa hii. Ni kitu kimoja tu ambacho naweza kumpongeza waziri, ambacho ni ujenzi wa hospitali. Ujenzi wa ujenzi, sio ujenzi wa hospitali, ujenzi wa kiwanda cha dawa. Hapo ni sawa. Tujenge viwanda vya dawa ndani ya nchi yetu, kwa sababu uagizaji wa dawa ni dili kubwa sana la viongozi, ni dili kubwa sana la wafanyabiashara wanaokurudi na viongozi kununua, kuimport dawa ndani ya nchi. Na ndio maana wanahakikisha kwamba wana discourage kila aina ya uzalishaji wa dawa ndani ya nchi. Nakupa mfano mzuri. Malaria inaongoza kwa kuwa wananchi katika dunia na katika Tanzania. Lakini tuna kiwanda pale pale Kibaha
cha kuzalisha dawa zinazoua mazalia ya mbu ambazo zitakomesha kabisa tatizo la malaria katika nchi. Viongozi hawa wakiongozwa na huyu waziri wa afya wamekataa, wameshindwa kwenda kununua pale dawa za kwenda kununuzia nchi nzima ili kusudi nchi hii isiwe na malaria, kwa sababu inawezekana hao viongozi wamehongwa, wamekula rushwa. Inawezekana kwa sababu kama hawajala rushwa wasingeweza kuona kiwanda kile tumetumia mabilioni ya shilingi kukijenga, halafu tukatelekeza, tukaanza kununua dawa kutoka nje za malaria. Pesa inayotengwa, mabilioni yanayotengwa kwa ajili ya kununua kugharamia kesi ya malaria ni mabilioni ya shilingi. Bajeti inatengwa mabilioni ya shilingi. Lakini cha ajabu, Tanzania tuna dawa inayoweza kupuliza ikaua mazalia ya mbu. Tanzania ikawa haina malaria katika nchi hii. Lakini imeshindikana kwa sababu viongozi wao wanakorudi na wafanyabiashara wa dawa za malaria. Ndio maana wanahakikisha kwamba wanajenga kiwanda cha chandarua. Yaani wewe una dawa, una kiwanda kinachotengeneza dawa za kuua mazalia ya mbu ili kuua kabisa ishu ya mbu katika nchi. Badala yake unaacha kununua hiyo dawa, unaenda kujenga kiwanda cha chandarua ili mtu aumwe, au ili kusudi watu waendelee kufanya biashara ya chandarua. Tuna tatizo la ubongo sisi wa Tanzania sehemu fulani, lakini ubinafsi, roho mbaya ya viongozi ndio inayosababisha matatizo kama haya. Wanachowaza wao hawamuwazi Mtanzania, wanawaza pesa tu, kupiga dili. Na nikwambie ukweli wa Tanzania, hakuna mtawala anayekuonea bepari, anayekuonea huruma wewe Mtanzania masikini. Hayupo. Hakuna mtawala bepari anayekuonea huruma wewe Mtanzania masikini. Ushahidi wa kwanza ni huu hapa. Anaacha kununua hii dawa za kwenda kuua mazalia ya mbu ili kusudi wa Tanzania tusiwe na malaria. Anaita mwekezaji atengeneze kiwanda cha kujenga, kutengeneza neti ili kusudi malaria ikutafune, ili apate pesa, aendelee kuuza, aendelee kufanya biashara katika maisha yako wewe Mtanzania. Tungekuwa na viongozi wangekuwa wanakuonea huruma wewe Mtanzania, wasingeweza kuplani kutenga trilioni 1.2 kujenga hospitali ya Muhimbili ya taifa, wakati hospitali za kanda, hospitali za mkoa hazijawezesha vya kutosha. Ndio ujue kwamba hakuna serikali hii haikuonei huruma wewe Mtanzania. Amka wewe Mtanzania, amka sasa, na sasa ni saa ya ukombozi. Amka. Nchi hii ni tajiri. Watu wanaoiba, wanaopola hawachukulii hatua. Amka wewe Mtanzania, na saa ya ukombozi ni sasa. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Kijana Mzalendo. Asanteni sana. Namba yangu ya simu 0685 4463 45. Amka wewe, amka uipiganie Tanzania.